Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na kero yangu moja. Mimi nifanya biashara na wenzangu wa mboga na matunda. Hatuna utaratibu maalum kwa makazi tuliokuwa nayo. Sasa wewe Waziri Mkuu umekuja hapa, naomba tuthibitishie. Huwa tunatandika nikiwa na wenzangu kwa maeneo ya wazi hapo chini. Naomba utuhakikishie kwamba kama hatutaweza kunyanyaswa na kuhamishwa katika mazingira tuliokuwa nayo kwa sababu hatuna sehemu ya kudumu. Naomba hiyo Mheshimiwa, utakapotoka hapo utupe utaratibu wa jambo letu linaendaje. Sina lingine, asante Waziri Mkuu. Jamhuri ya Tanzania. Na kushukuru kwa swali hilo. Tumesema watu wakae kwenye utaratibu. Kama tumekuwa na watu wengi zaidi, tupate mahitaji yale. Kwa sababu kwenye kila mwaka tunatenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunatengeneza miundombinu, lakini pia tunatengeneza mikopo kwa wanawake, vijana pamoja na watu wa makundi maalum. Kwa hiyo tutakachofanya, tumekubaliana na hata leo nilikuwa na kikao, tumekubaliana kwamba huko tunakokwenda tutaendelea kuweka miundombinu mingine ya aina hii. Na wiki moja iliyopita Mheshimiwa Rais alishaelekeza kwenye fungu lile lililotajwa kwamba ndani ya siku 100 ifanye kazi kwa ajili ya vijana, akina mama pamoja na makundi maalum. Iharakishwe utekelezaji wake ili kuweza kutatua matatizo ya aina hii. Kwa hiyo utaratibu wa aina hiyo utapangiliwa ili watu wasipunguziwe pale walipo na kazi yao iweze kuwa na tija katika familia pamoja na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo mkuu wa mkoa pamoja na timu yake watafanya uratibu katika kila eneo ili kuweza kuhakikisha kila mtu anakuwa katika eneo, anafanya kazi na mtu asipunguziwe kama ambavyo nimetoa maelekezo haya. Na kwa jinsi mimi nilivyo na humu ndani sina marafiki, ikifanywa tofauti na hivi nitakuja. Sikuwa nanunua besi za redio humu. Vile redio vidogo na skafu sikuwa nanunua humu. Nina marafiki wamebaki humu. Na siku zingine kubadilisha kamba ya simu si humu. Likifanyika tofauti nitajua. Kwa hiyo maelekezo haya yatatekelezwa na huo mpangilio utafanyika. Kuna mtu mwingine? Okay. Asante. Kwa majina naitwa Mr. Richard Joseph, natokea Block C, kibanda namba 117. Concern yangu kubwa zaidi sio kuhusu ndani ya soko, ni kuhusu jiji. Kifupi nimepoteza furaha, siamini na dholota kadri siku zinazidi kwenda. Jiji walininyang'anya mzigo wangu. Jiji walininyang'anya mzigo wangu. Nimefuatilia zaidi ya mara 20 na kuendelea. Sijapewa majibu rafiki zaidi ya kuambiwa mzigo wangu haupo. Sisi wote hapa kutokana na imani ya Kikristo tunaamini kwamba pesa ni jawabu la mambo yote. Lakini kama pesa ni jawabu la mambo yote, hauwezi kuipata fedha bila kufanya kazi. Logic ya kawaida kabisa. Sokoni tunafanya kazi. Tuko kila siku. Mimi nitoka siku ya kwanza soko limeanza mpaka leo na mlipaji mzuri wa ushuru. Lakini sokoni watu hawaanzi kufanya kazi asubuhi mapema kwa sababu ya aina ya wateja ambao tunawategemea. Mimi kama mimi ningeamua kufanya maamuzi binafsi kama mapema nako jistiri kuja kuchukua mzigo wangu na kwenda nao sehemu yenye population kubwa kwa asubuhi. Nafikiri mwenyekiti shahidi ushanikuta kadhaa hapa tukakutana. Lakini nimeenda na mzigo na lori kutafuta shilingi. Jiji saa 2:45 na migambo wao wakaja pale wakachukua mali yangu ya thamani 420 na toroli wakadisapia. Nimefuatilia mali, nimeenda pale na jamani nataka mzigo wangu. Wanasema mzigo wako hujawa register. Nikamuuliza, mimi ni mtu timamu, mwenye akili timamu,
kuja hapa, manake najihakikishia kwamba mzigo wangu huko hapa. Kama ni faini nimeshatafuta, nipewe control number nikalipe. Mpaka leo ninapoongea nimeshindwa kuenjoy kile kidogo ambacho nilikuwa nacho, kwa sababu wamejinufaisha wao na familia zao. Naomba nisaidiwe namna ya kupata mali yangu. Mimi ni mpambanaji, ni mtafutaji ambaye nimeamua kujiajiri baada ya kugundua mifumo ya ajira ni migumu zaidi. Naomba niwasilishe, naomba niwapishe watu wa mada na wachangiaji wengine. Asante mheshimiwa, afanywa kazi swala. Kwanza hakikisha jina lako hapo. Hakikisha jina lako hapo. Sasa nitoe maelekezo haya moja kwa moja kabla haijaenda mbali. Moja, watu wote wa majiji yote msichukue bidhaa za raia. Msichukue bidhaa za raia. Hizo bidhaa ndio ofisi ya raia wetu. Usichukue bidhaa. Hata kama ana jambo ambalo linahitaji kuelekezwa kuhusu masuala ya utaratibu, tushughulikie jambo linalohusu utaratibu. Bidhaa yake aachiwe, bidhaa halali alionayo mtu aachiwe. Bidhaa hiyo ni mtaji, tusiwe mitaji ya watu. Huu utaratibu wa kuchukua bidhaa haukubali. Kwa mkoa na kwa wilaya, wafuatilieni wale waliochukua bidhaa hizo warudishe. Kama wamepotea nazo ni wezi kama wezi wengine. Kama raia amekosea kuwa mahali, bado haikupi wewe uhalali wa kuchukua zile bidhaa zile za kwako. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Tusicheze na mitaji. Hii mitaji ni ofisi ya mtu hiyo. Kuna mama lishe amepika harusi amekaa hapa chini nini, anafumua chini beba wali beba nini, haya hayakubaliki. Hii ni mitaji ya watu. Hizi ni ofisi za watu. Ofisi lazima ziheshimiwe. Tumesema hatutapiga vita umaskini kama hatutaheshimu sekta binafsi, kama hatutaheshimu mitaji ya watu. Ndio hawa waliokimbia na mzigo wa wao vijana watafutwe pale, watafutwe na ijulikane huo mzigo wameupeleka wapi. Kama wametokomea nao, wachukuliwe hatua kama wezi wengine. Kuwa ofisi ya jiji haikupi uhalali wewe kupoka mtaji wa mtu, kupoka mali ya mtu. Hiyo mali ndio ofisi yake, ndio mtaji wake. Na tunataka vijana hao waendelee, wapige hatua. Tunataka hao vijana wawe mabilionea. Kwa hiyo nitumie swali hili kuambia na majiji mengine, msichukue mali za raia. Na nitakuwa nafuatilia kila mkoa ninapopita. Nitakuwa natembelea maeneo waliko raia kila mkoa ninapopita. Mama yetu hapendi uonevu. Rais wetu hapendi raia aonewe. Rais wetu ni mtu wa haki. Ndio rais ambapo baada ya kuapishwa alisema hata kama mtu amedaiwa kodi kubwa kuliko inayotakiwa arejeshewe. Wewe unakuaje huku mtaani huku unapora mali ya mtu? Hili halikubaliki. Kwa mkoa waambie jiji hao watakuwa wanawajua. Muulizeni leo vijana, inawezekana anajua hata majina yao na hawajua hao watu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuombea dua, na haya machache ndani ya wasilishe juu yako. Sisi ni machinga ambao tumetolewa kwenye maeneo tofauti ambayo yalikuwa sio rasmi 2022. Tangu rais aliposema watu wa machinga watafutiwe maeneo rasmi, wapelekwe na wafanye biashara kwa uhuru na amani na mazingira yao rafiki kwao, na watafutiwe vyanzo vya kufungua biashara ili waweze kuinuka kiuchumi. Tarehe 24 mwezi wa 10 tulikutana hapa na mkuu wa mkoa mheshimiwa wetu Rosemary Senyamule.
hapa tulikutana tukaelewana vizuri na akatoa kauli kwamba kuanzia tarehe 28 mwezi wa 10 machinga tunaanza kuhama barabarani na kuhamia katika sehemu rasmi ya soko la machinga complex Nairobi. Na ni kweli tutaitika kwa pamoja, na kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 1 mwezi wa 11 sote mji mzima tuingie hapa sokoni. Na hapa baada ya kuingia sokoni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulianza sisi kulipa shilingi 200 ya usafi ndani ya hili soko kila mfanyabiashara. Na tarehe 1 mwezi wa 3 2023 Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alikuja kuzindua stendi ya daladala mji mzima hapa sokoni, kwamba itaanzia hapa na itaishia hapa, daladala zote za mjini. Na tarehe 3 mwezi wa 3 2023 halmashauri ya jiji wakatuambia tutaanza kulipa shilingi 1000 kwa sababu mzunguko wa biashara utakuwepo unaosababishwa na ujio wa daladala hapa sokoni. Na kuanzia tarehe 3 mwezi wa 3 2023 tukaanza kulipa shilingi 1000 kila siku kwa kila mfanyabiashara. Kila mtumishi wa jiji anapoingia ofisini kwake akitizama upande wa kushoto anaona daladala zimepaki pale Nyesha kwa maelewano, kwa usikivu mkubwa na kutii kauli ya waheshimiwa. Cha ajabu zaidi, leo hii sisi tunaishi mundani, lakini leo hii watu wako mjini wanafanya biashara na wana buku yoyote, na yale maeneo yote tutakuwa ni hatarishi. Hiki ni ajabu ambacho sisi kinatumu mundani, na mbaya zaidi kinachokwamisha maendeleo humu ndani ni hawa watumishi wadogo wa chini wanaopangua mipango ya serikali na kuingiza maslahi yao binafsi na kusababisha mpaka mfanyabiashara haya kujua kutimiza wajibu wake mkono kama kulipa ushuru. Tunakwani sisi tulipa ushuru ni mazingira magumu, wakati wao wana majukumu ya kulinda yale maeneo ya kule. Watu wasifanye biashara kule, waje hapa sokoni kwa ndoto mzunguko sawa. Kuna waganga hao wa jiji. Cha ajabu zaidi, wanasema tunaenda kukamata watu, tunaenda kusafisha hizo barabara. Unaona gari inaelekea Mahimbili mnadamkia, unajiuliza huko anaenda kufanya nini? Kumbe michezoni kupigana simu, muhusika anachangisha yeye, anawapelekana kwa juu huko wanapokutana. Gari inarudi haina mtu, na ikirudi ina mtu wa jambo tu ile kama bwana mgeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba utusaidie. Hili soko serikali imetumia nguvu kubwa sana kujenga kwa ajili yetu sisi wafanyabiashara wadogo kuinua kiuchumi na maisha yaende. Kiukweli kiwalisia sisi hapa tunaumia sana kwa kiasi kikubwa. Jiji wanatuamisha. Hili ni jambo ambalo tunaweka wazi. Kwenye hili soko sisi tunacheleweshwa na jiji. Mfano, kuna tenda ya ulinzi. Hii tenda ya ulinzi wamepeana juu kwa juu kati ya jiji na uongozi wa wafanyabiashara, na mapatano yao kwenye andiko lao ni tofauti na utekelezaji ndani ya soko. Tangu tarehe 1 mwezi wa 1 2025 hii tenda imeanza kufanya kazi, na watu kuanzia tarehe 1 mwezi wa 1 2025 watu wanaibiwa, mpaka leo wanaibiwa na hakuna hata mmoja anayelipwa, na watu wanapoteza mitaji yao. Na mwisho wa siku unaambiwa njoo ofisini, ukienda unaanza kutengenezewa vikwazo ambao havina maana. Mwisho wa siku mtu sokoni unapotea. Tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu utulinde na ili soko letu lilindwe, ili sisi sote tusimamie mipango na mikakati ya serikali na malengo ya serikali iliyoweka juu ya wananchi. Tunaomba Waziri Mkuu, jiji tunaongea na jiji wanatukwamisha. Waziri Mkuu, tunakuomba hawa watu dili nao kisawasawa. Sisi wenyewe ni Watanzania kama Watanzania wengine, tuna haja kutafuta riziki kama wao wanapotafuta. Maisha humu ni magumu sana, tunaishi ni mazingira magumu. Tunaomba hili soko letu jiji wenye dhamana kusimamia hili soko walilinde kwa kuhakikisha maeneo tuliyotolewa sisi wafanyabiashara warudi, waje wote huku ili wateja waje watafute vyanzo vya mzunguko wa biashara, wavilete hapa sokoni. Hivyo vyanzo vitaleta wateja, sisi wateja tutapata, tutafanya biashara, huo ushuru wao tutalipa kwa wakati. Ni hao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba Mungu akusimamie na haya niliyoongea machache, Mungu akusaidie uyasimamie na tekeleze. Asante mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mmekubaliana daladala zianzie hapa, mmebadilisha wapi utaratibu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, utaratibu haujabadilika, labda ni tuongeze tu makini katika kusimamia, lakini utaratibu haujabadilika. Na mimi kwa hili nitasimamia ili iweze kurudi
kama ambavyo utaratibu tulikuwa tumepanga. Waambieni watu wa jiji, waambieni na wale wanaopaki mbele ya jiji, waambieni na wale wanaosimamia masuala haya ya watu wengine ambao wote waliambiwa wawe hapa, ambao wamebadilisha utaratibu, watekeleze haya ambayo mlikubaliana. Na mkoa pamoja na wilaya pamoja na jiji, simamieni haya ambayo mlikubaliana. Na kama nilivyosema, kama soko halitoshi, kama humu hapatoshi, ni lazima tuwe na utaratibu mwingine, sio utaratibu wa kiolela alafu wengine wakawa wanaumia. Lazima tutengeneze utaratibu ambao utaleta usawa. Kwa hiyo nendeni mkalisimamia hilo, lisimamieni kama ambavyo mlishakubaliana hapa kwenye soko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka ulikuwa ni waziri wa fedha, na nikupongeza ukiwa Mheshimiwa Waziri wa fedha, ulitupa fedha mkoa wa Dodoma, ambapo sasa hivi ujenzi wa soko eneo la Kizota unaendelea kwa ajili ya soko lingine la Machinga kama soko mbadala. Sasa hivi tunao changamoto kidogo kwa sababu pia tulipata fedha kwa masoko mawili. Kuna soko la Majengo pia ambalo linaendelea na ujenzi, ambayo likikamilika hata baadhi ya watu watarudi tena pale Majengo na hao wengine wataenda soko la Kizota. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutatekeleza. Asante sana. Mbele swali la